Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia namna ambavyo wamekuwa wakiendelea kuweza kujikita katika kuhakikisha kwamba wanasajili wachezaji ambao wana ubora mkubwa kabisa, ambao watakaoweza kuisaidia klabu ya soka Young Africans kufikia malengo yake, ambapo leo hii wamekwenda kushusha chuma kingine kwenye kikosi chao. Huu unakuwa ni mwendelezo wa klabu ya soka Young Africans kufanya jitihada zote za kuhakikisha kwamba kikosi kinakuwa kameligado, kwani muda hautoshi. Unafahamu ya kwamba ligi ya Tanzania inaanza mapema kabisa pale Agosti 14. Timu zitatakiwa kuwa uwanjani, ambapo kuwahi mashindano ya AFCON. Hivyo basi jitihada za kuhakikisha ligi inaanza mapema inabidi ifanyike hivyo. Kwa hiyo wana kipindi kifupi tu cha kupata wachezaji ambao watakaoweza kuingia katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sasa mimi nimekusogezea usajili ambao umekwenda kufanyika hii leo, ambapo taarifa imeweza kuwekwa bayana. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Nani huyo mgeni ambaye ametua kwenye kikosi chao? Utakwenda kumjua, anatokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi. Yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa kemkem za michezo. Karibu na tuweze kuungana moja kwa moja katika taarifa hii. La, kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandiko hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans inazidi kujikita kuhakikisha kwamba inasajili wachezaji wenye ubora ambao watakuja kuongeza ubora mkubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kama vile ambavyo inavyoelezwa mapema kabisa hii leo, klabu ya soka Young Africans imekamilisha moja kati ya usajili mkubwa kwelikweli kwenye kikosi chao, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans leo hii mapema imekamilisha rasmi usajili wa beki wa kati Nasri Kombo akitokea klabu ya TRA United, ambapo beki huyo amemwaga wino wa kusaini mkataba wa miaka miwili kwa kuwatumikia wananchi. Ujio wa Kombo unalenga kuongeza nguvu, uzoefu na ushindani kwenye safu ya ulinzi ya mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya Tanzania bara, huku klabu hiyo ikiendelea kusuka kikosi imara kwa ajili ya mashindano ya ndani na yale ya kimataifa, ambapo ni moja kati ya vitu ambavyo ikiweza kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata saini yake mapema kabisa, ambapo wameweza kulifanikiwa katika hilo, ambapo wamepata moja kati ya mabeki vitasa kweli kweli, ambao wanakuja kuisaidia klabu ya soka Young Africans katika harakati zake za kimataifa na kuweza kufikia malengo ambayo yapo katika kikosi chao. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba mapema kabisa tayari uko mambo yamekwiva, ambapo ndoto ya Yanga imetimia, ambapo mrisi wa Damaro anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo
mapema kabisa umeweza kushuhudia taarifa kuhusiana na James Akaminko ambapo amefunga ukurasa wake mapema kabisa leo hii na klabu ya soka ya Azam FC, huku taarifa zikielezwa kwamba mapema kabisa anatua miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikiweza kumfukuzia kwa muda mrefu. Hapa nazungumzia klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Akaminko anatua kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo kiungo wakati James Akaminko ameondoka rasmi Azam FC baada ya kumalizika kwa mkataba wake na klabu hiyo. Hatua hiyo inamfanya kuwa mchezaji huru katika dirisha hili la usajili. Taarifa zinaeleza kuwa Akaminko anatajwa kuwa mbioni kujiunga na Yanga, ambao wanatarajiwa kuchukua nafasi ya Mohamed Damaro ambaye amerejea Singida Black Stars baada ya kumalizika kwa mkataba wake wa mkopo. Yanga imekuwa ikihusishwa na usajili wa Akaminko kwa kipindi kirefu, lakini awali mchakato huo ulikwama kutokana na ugumu wa kuvunja mkataba wake na Azam FC. Sasa baada ya mkataba huo kumalizika, kiungo huyo anapatikana kama mchezaji huru. Hata hivyo, usajili huo utategemea makubaliano ya mwisho kati ya Akaminko na Yanga. Endapo pande zote mbili zitafikia mwafaka, kiungo huyo anatarajiwa kuwa sehemu ya kikosi cha wananchi Young Africans, ambapo namna ambavyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga wanahakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinachohitajika kwenye kikosi chao, ambapo usajili unaendelea kuwa mkubwa kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni kazi kubwa ambayo wanaifanya wananchi Young Africans kupata kile ambacho wao wanakitaka. Lakini pia kijana winga kutoka pale Fountain Gate, anazungumzia Juma Issa Abushir. Huyu ni winga tayari ameweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo sajili yake imeweza kufanyika mapema kabisa. Ametoka kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ikielezwa kwamba amekamilisha dili lake la kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans. Ni moja kati ya wachezaji ambao wenye ubora kwelikweli, wenye kasi, maarifa, mguuni anaujua, yani anaupiga mwingi kwelikweli, kwa namna ambavyo kila mmoja ameweza kushuhudia kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo Yanga wanazidi kulizilisha hilo baada ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Wanazidi kushusha vyuma kweli kweli. Yanga wanazidi kuwa moto kweli kweli katika hili ambalo linalozidi kufanyika. Mambo yanazidi kuonekana kuwa ni mazuri sana kweli kweli, na namna ambavyo Yanga wanazidi kujikita katika hili inazihilisha kabisa. Lakini pia wanafanya mpango wa kuzidi kuongeza nyota wapya, huku jina la Stefano Aziz Ki likitajwa. Kuna wachezaji kama Idi Nado naye akiweza kutajwa katika orodha ya wachezaji ambao wapya kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, huku na inaelezwa kwamba Yanga wapo kwenye mpango wa kumtoa kwa mkopo mshambuliaji wake Emmanuel Mwanengo aliyesajiliwa na klabu hiyo msimu uliopita katika dirisha kubwa la usajili. Inaelezwa kuwa Mwanengo amekuwa akipata changamoto kupata nafasi ya kutosha kutokana na ushindani mkubwa uliopo kwenye safu ya ushambuliaji ya Yanga. Badala ya kuvunja mkataba wake, taarifa zinasema kwamba klabu imefikiria kumpa nafasi ya kwenda kupata muda zaidi wa kucheza wa kupelekwa mkopo katika klabu ya Singida Black Stars. Endapo mpango wote kamilika, Mwanengo atakuwa ameongeza uzoefu katika mazingira yenye ushindani, ambapo tayari anakwenda kutoa kwenye kikosi cha klabu ya Singida Black Stars. Bana, kama hata hizo taarifa, ila kabla tujamaliza nikukumbusha kwamba subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa